Lengo letu kubwa ni kuhakikisha ustawi wa jamii katika nyanja zote, lakini nyanja kubwa ambazo tunazoziangalia kwa sasa ni masuala ya ukuzaji wa uchumi, afya, malezi ya watoto na kuzingatia sana uchumi katika ngazi ya familia. Hayo ndio malengo yetu makubwa. Lakini tunapokuwa tunafanya hayo malengo yote, tuna vipengele ambavyo tunavitilia mkazo. Na kwa sasa tunaangalia sana afya ya akili. Tumegundua kwamba kuna changamoto na kuangalia sera mbalimbali za serikali, ukiangalia sera ya taifa, ukiangalia mipango ya serikali, lakini ukiangalia maisha kwa ujumla unaona kwamba kuna changamoto kubwa ya afya ya akili. Na sisi tukajikita, tukaenda mbele zaidi, tukajaribu kufanya utafiti kidogo, tukagundua kwamba kuna changamoto sana pia kwa upande wa vijana. Lakini vijana walio katika vyuo vikuu, walivyo katika vyuo vikuu hapa nchini, tumejikita kwa jaribu kuangalia kwa level ya Tanzania nzima na kwa level ya dunia nzima. Bado unaona tatizo ni lile lile, kwamba kuna changamoto ya afya ya akili ambayo inasababishwa na mambo mengi. Kwa hiyo tukasema, tukajaribu kubuni mradi ambao tutaweza kuwafikia wanafunzi wa vyuo kwa kusaidiana na walezi wa vyuo hivyo. Vijana walio katika vyuo vikuu kwa kusaidiana na walezi wao, tuweze kukabili walau kuchangia chochote katika kufanikisha mapambano dhidi ya changamoto zinazosababisha afya ya akili kutetereka. Kwa sasa kwa Dar es Salaam tumekusanya baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali, wanafunzi 25 ambao tumekaa nao kwa siku 2, tukilenga kabisa kuwapa baadhi ya mambo makubwa ambayo yanaweza kusababisha changamoto ya akili. Lakini pia tunawatengeneza hao vijana waweze kwenda elimishajirika, waende kuwa waelimishajirika kwa wenzao ambao wanasoma nao pale vyuoni. Kwa sababu gani tumeamua kuchukua wanafunzi? Ni kwamba mwalimu au mlezi anabaki kuwa mlezi, mwalimu wa chuo kikuu analazimika kuwa mwalimu. Lakini unakuta kijana labda angetaka kuongea na mtu ambaye labda wanalingana umri, au wanasoma pamoja darasani, au wanasoma au wana mahusiano ambayo yanaweza kuwasaidia kuongea kwa uwazi. Kikubwa ambacho tunataka kusema hapa, kawazi na stigma. Tunaita stigma, lakini tunaita unyanyapaa bado ni mkubwa. Kwa hiyo tukaona tukiwahusisha kwa pamoja, wakifanya wanafunzi kwa wanafunzi, inaweza ikasaidia. Lakini hii haiondoi nafasi ya mlezi wa wanafunzi au ofisi ya walezi wa wanafunzi. Wanabaki pale pale. Hawa watakuwa kama viunganishi. Kama anashindwa kwenda kumuona mwalimu au kwenda kumuona mlezi wa wanafunzi, anaweza huyu mwanafunzi mwenzake akaenda kumsaidia kumfikisha pale. Lakini pia kuweza kumgundua kwa matendo yake kwamba labda wewe ulipo hapa una changamoto ya akili, tunalazimika kufanya hiki na hiki. Lakini pia katika training hii tumejaribu kuwaelekeza mambo mengi. Mojawapo ni jinsi ya kutambua sehemu ya kupata huduma. Kwa sababu wakati mwingine wanapata changamoto vyuoni, hawawezi kupata huduma sehemu yoyote, hawajui sehemu ya kwenda. Kwa hiyo tumejaribu kutengeneza hizo huduma zinapatikana wapi na umuone nani na wakati gani. Lakini pia tumewatwika jukumu kubwa walezi, kwamba pamoja na haya wawasimamia hao vijana ambao tumewapa mafunzo haya, wazidi kusaidiana wengine. Sasa baada ya mafunzo haya kinachofuata ni nini? Kuna maswali kama 3 ya kujiuliza. Dar es Salaam ndio tumefanikiwa kufanya, lakini pia Dar es Salaam hatujafikia vyuo vyote. Ndio la kwanza. La pili, tulikuwa Tanzania pia vyuo vikuu sasa hivi viko karibu kila mkoa kina chuo kikuu au kina elimu, taasisi ya elimu ya juu. Kwa hiyo hao wote tunalazimika kuwafuatilia. Kwa hiyo tunajipanga, na hii itakuwa kama pilot study yetu huku Dar es Salaam, kufanya Dar es Salaam ituelekeze kwenda chini zaidi na kujaribu kuwafikia wengi zaidi. Tujaribu sasa, tunaanza kujikusanya, tafuta mali ya rasilimali ambazo zinaweza kusaidia kwenda kusogea katika mikoa mingine na kuweza kutoa elimu hii au kuingia katika kuwasaidia hao vijana. Lakini cha msingi ninachosisitiza, kazi hii yote tunayoifanya inafuata miongozo ya serikali. Kwa hiyo kwa mfano, wafundishaji
wanatoa wataalamu ambao wamebobea katika magonjwa haya, lakini washauri nasaha ambao wamebobea katika eneo hili, pia na vyuo vyenyewe, kwa sababu hata vyuo vyenyewe vimefanya kazi kubwa. Mpaka sasa hivi vyuo vina cases ambazo zimekuwa recorded ni nyingi na wamezifanyia kazi vizuri, lakini sisi tunakuja kuongezea nguvu. Sio kusema kwamba tutamaliza tatizo lote, lakini tunajaribu kushirikiana nao, kushirikiana na serikali, kwa sababu na serikali na yenyewe imefanya kazi kubwa. Kwa mfano, serikali imefanya kitu kimoja kikubwa sana. Kila chuo kina mshauri wa wanafunzi ambaye ni mtaalamu kabisa na mbobezi katika hilo eneo. Kwa hiyo utaona kwamba serikali imeshafanya kitu kikubwa na sisi tunakwenda kuongeza nguvu pale. Lakini utaona kabisa kila chuo kina ofisi maalum kwa ajili ya ushauri nasaha. Na hiki ni kitu cha kupongeza serikali, ni kitu cha kupongeza vyuo vyote wanavyofanya. Kwa hiyo sisi tunaenda kufanya kazi na hizo ofisi. Tushirikiana mkono nao, tukisaidiana katika jambo hili na lile, tuweze kufikia malengo. Walau mwanafunzi akifika chuoni awe na uhakika kwamba anapomaliza tuwe na kijana ambaye amekamilika. Kulingana na dira ya taifa inavyosema, inahitaji vijana ambao kwa kweli wako na elimu, lakini wako na skills, tunasema skills ambazo zinaweza kuizidisha katika maisha yao, waweze kuendelea, lakini pia waweze kuchangia katika kukuza pato la taifa. Majina yangu ni Ibrahim Philbert Mhagama, natokea chuo cha Kampala International University. Nasoma kozi ya Bachelor of Social Work and Social Administration mwaka wa kwanza. Shahada ya ustawi wa jamii na uongozi wa jamii. Lakini siku ya jana niliweza kuhudhuria semina inayohusiana na mental health au afya ya akili. Afya ya akili imefanyika ndani ya siku mbili. Siku ya jana tuliweza kuangalia maana ya afya ya akili na matatizo ya afya ya akili. Tukaona kwamba afya ya akili ni hali ambayo inaweza ikajitokeza kwa kuna maendeleo mazuri kwenye mchakato wa kiufahamu, kujidhibiti kihisia, na uwanda mpana kuhusiana na uwezo wa kufanya michakato mbalimbali, maamuzi, kujifunza, ambayo inaleta maendeleo kwenye jamii. Kulingana na maelezo hayo yalitolewa kulingana na mujibu wa Shirika la Afya la Kimataifa, ambayo hiyo concept au hiyo dhana ilitolewa mwaka 2022. Cha zaidi tukaangalia matatizo ya afya ya akili. Matatizo ya afya ya akili ni hali ambayo kwenye mfumo wa ufahamu kuna changamoto. Mtu anashindwa kujihimili, anashindwa kufanya vitu kwa usahihi ambavyo vitaweza kuleta maendeleo kwenye jamii. Tukaangalia kuna mifano mbalimbali ya changamoto za afya ya akili. Kuna wasiwasi au anxiety. Unaona? Wasiwasi au anxiety ni extreme stress. Unaona? Extreme worry, yani kwamba unakuwa una changamoto, unakuwa una hofu ya hapa na pale. Na extreme worry inaweza kusababishwa na vitu mbalimbali. Tuangalie mfano kama sisi wanachuo, inaweza kusababishwa na kutokujiandaa. Mahusiano, umeanzisha mahusiano unashindwa kuyamudu. Sasa yanakufanya uwe una hofu. Kila kitu unachokiona unakuwa unashindwa kukihimili. Lakini kitu kingine tunaona bipolar. Bipolar ni ugonjwa ambao unaleta changamoto kwenye afya ya akili. Miongoni mwa ugonjwa ambao unaleta changamoto kwenye afya ya akili, unaangalia ni mabadiliko ya mood. Unaona hali hizi, muda mwingine unaweza kukuta na hasira sana, muda mwingine unaweza kukuta na furaha, ambayo sasa unaweza kukuta kuna mood ikiwa happy sana, unasema mtu ana mania. Sawa, bipolar. Lakini mtu akiwa na huzuni, unasema ana depression. Sawa? Kwa hiyo hizi zote hali inatokana na michakato ya maisha. Unaona? Tukapata msemo mmoja kwamba your problem is not a problem, but your reaction is a problem. Hivi vyote vinatokana na mtazamo. Mtazamo ndio unajenga wewe jambo unalipokeaje na utalifanyaje njia mbalimbali kwenye kulifanyia tatuzi. Ukishindwa hapo ndio unakuwa una changamoto. Mfumo wa ufahamu unashindwa kufanya kazi, maana mfumo wa ufahamu unajulisha kumbukumbu, unaona, uwezo wa kufanya maamuzi na kujifunza. Ukishindwa hivyo vitu, mfumo wako usipokuwa uko vizuri, basi unakuwa una changamoto ya akili. Lakini hiyo ndio ilikuwa mwisho kwa siku ya jana kujifunza. Kwa siku ya leo tukaenda tukaangalia dalili mbalimbali ambazo zinaweza zikasababishwa na hiyo changamoto ya afya ya akili. Dalili ya kwanza
tuzungumzie mfano kama kwenye wasiwasi. Unaona? Kwenye wasiwasi, changamoto afya akili na mtu aliyokuwa na wasiwasi, mfano kama yani kuwa na mashaka, kuchoka. Unakuta mtu anachoka. Mimi nimechoka na lile jambo. Unaona? Haya mambo yote yanasababishwa na mchakato wa akili unashindwa kuratibiwa kwa usahihi. Sawa? Dalili ziko nyingi, inategemea na situation au hali uliyopitia. Sawa? Kuna dalili nyingine kubadilika kwa hisia. Maana hisia za mwili zinatokana na msukumo wa ndani wa mwili. Sawa? Ambao sasa tunaangalia pale libido internal drive. Unaona? Ukiwa kwenye bipolar sometimes unaweza ukakuta kuna libido inaweza ikawa inapanda au ikawa inashuka. Inategemea na moods. Sasa hizo changamoto zote zinatokana na michakato ya maisha. Especially twende kwa sisi wanachuo ambao tunajua vijana ni taifa la kesho. Sawa? Tunaona vijana ni taifa la kesho, tunakumbwa na hizo hali. Inatokana na stress na supplementary au mambo ya mahusiano. Kulingana na hii elimu niliyoipata kwenye semina ya iliyoandaliwa na Kicheko Africa Foundation, itanisaidia kwenye kufanya utetezi wa namna gani? Utetezi kutoa elimu kwa njia ya kutoa elimu. Nitatoa elimu kwa vijana wenzangu, lakini nitawaallocate kivipi? Nitawapeleka sehemu sahihi ambapo changamoto zao zinaweza zikatatuliwa. Mfano, tunafanya ushirikiano mzuri na hii taasisi yetu binafsi ya Kicheko Foundation ambayo inashirikiana na walezi wetu wa vyuo. Especially nitolee mfano chuo chetu cha Kampala. Naona walezi wetu wanashirikiana na hii taasisi, tunaweza tukawaambia changamoto zimetokea za mahusiano, wanaweza wakatutatulia. Na then najua at the end of the day lengo ya binadamu tuishi kwenye hali ya msawazo. Yaani kuwe kuna ustawi kwako, uweze ukafanya vitu kwa utaratibu sahihi. Naona? Naona ni hivyo nitatumia, lakini nita move abroad. Zaidi nitaenda hata kwenye community yangu. Maana jamii, hata chuo ni jamii, lakini nimetokea nyumbani, sehemu ya kwanza. Kwa hiyo sasa nyumbani, kama kutakuwa kuna changamoto mbalimbali, nimeona kuna dalili, mtu ana changamoto, nitampeleka sehemu sahihi. Mfano kama kuna hospitali, tuna ofisi za ustawi wa jamii, sawa? Kwa hiyo naweza nikampeleka kule kwa ajili ya kufanyiwa matibabu kwa sehemu ya hospitali, na kwa ustawi kuweza kudhibiti hiyo michakato, kumpeleka sehemu sahihi ili kuweza kupata matibabu. Napenda niseme kitu kimoja cha msingi sana. Nitakuwa balozi mzuri wa kufanya kama mafunzo yaliyotolewa na Kicheko Africa Foundation katika kutetea jamii yangu na sehemu husika ambapo nitakapokuwepo nimeishi au nitakapoendelea kufanya shughuli zangu kuimarisha ustawi wa sehemu hiyo. Nashukuru. Naomba Kicheko Foundation kuwa bega kwa bega na sisi. Bega kwa bega kwa mfumo gani? Bega kwa bega kwenye kututembelea kwenye mavyuo yetu. Maana unajua wanasema kila nyumba ina utaratibu. Vile vile hata kwenye nyumba yetu ya chuo chetu cha Kampala kuna mambo ambayo yanajitokeza. Unaona? Kwa hiyo kuja kututembelea, kuanzisha warsha fupi ambazo zitasaidia kumodify au kumold ubongo wetu kuja kwenye mtazamo mpya. Sawa? Lakini kitu kingine ambacho ninapenda sana Kicheko Foundation ifanye ni kuanzisha kwa hizi online project. Online project zinasaidia sana. Tunaona kuna watu mbalimbali ambao wanafanya online project kama kina Sadaka, wakina Joel Athana Nauka. Ningependa hata Kicheko Africa Foundation iweze kufanya hiko kitu, ili mradi iweze kuwa na uwanda mpana, tuweze kuelewa, maana sisi ni vijana. Kwa hiyo kama vijana ni taifa la kesho, inabidi tuwe na mwongozo sahihi kulingana na wakubwa na jamii inayotuzunguka na watu wote wanayeratibu shughuli zetu za maisha kila siku. Kwa majina naitwa Vivian Joseph Robert, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, nasoma mwaka wa 3 stashahada ya sosiolojia. Mimi nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu nimepata elimu ya afya ya akili kupitia taasisi ya Kicheko Africa Foundation, ambapo nimeweza kujifunza nini maana ya afya ya akili,
Tunaambiwa kwamba afya ya akili ni utulivu wa kiakili, kihisia na kijamii ambao kunamwezesha mtu kuweza kufikiri na kushirikiana na wenzake katika jamii. Pia ukiachana na hivyo, tumeweza kujifunza vitu gani vinasababisha msongamano wa afya ya akili au msongo wa mawazo kwa wanafunzi. Tumetambua kwamba mambo ambayo yanafanya wanafunzi wengi kupata matatizo ya afya ya akili ni mahusiano na uchumi. Pia mimi nikiwa kama mnufaika wa mafunzo haya, nitafanya jitihada mbalimbali kuweza kuwaelimisha wenzangu. Kwanza, tutaungana na wenzangu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tutatengeneza makundi ya group kupitia mitandao ya kijamii kuweza kuwaelimisha wenzetu. Pia tunajipanga kuanzisha taasisi yetu ya kicheko kwa wanafunzi, tukiwa kama wanafunzi kundilika kuweza kuwaelimisha wenzetu. Pia tutakuwa mstari wa mbele kwa mfano wa kuiga kwa kuwaelimisha wenzetu kwa warsha mbalimbali. Pia napenda kuomba Kicheko Africa Foundation waweze kupanua mafunzo haya na kwenda katika mikoa mbalimbali, sio tu hapa Dar, kwa sababu tunaona kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu hata mikoa mingine nao wanapata changamoto hizi. Kwa hiyo wangewezesha kutoa mafunzo katika mikoa mbalimbali kwa wanafunzi mbalimbali wa vyuo vikuu. Pia wasiishie tu katika vyuo vichache vya Dar es Salaam, waende katika vyuo vyote vya Dar es Salaam na mikoa yote ya Tanzania. Napenda kutoa shukrani zangu kwa Kicheko Africa Foundation kwa kuwa wametoa mafunzo ya afya ya akili ambayo tunaona kwamba kwa vijana wenzetu, vijana wengi wa sasa ni moja ya tatizo kubwa sana. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Pia tunawashukuru wakufunzi walioweza kutufundisha na kutuelimisha kwa sababu wametufungua. Pia tunawashukuru wawezeshaji wetu kwa kuweza kutupa huduma za kutuwezesha kupata mafunzo haya. Pia tunakishukuru Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kutupa nafasi ya kupata elimu na mafunzo katika chuo chao.